Okay. Karibu sana. Wa mada zetu. Tunakuwa tunaongea kuhusu masuala mbalimbali hasa ya kiafya. Kama ilivyo desturi na kama ilivyo utaratibu wetu, tunakuwa tunaongelea masuala hasa ya kiume, ya kike, lakini pia tunazungumza pia na kuhusu watoto. Sasa leo tunapenda kuzungumzia kuhusu mada ya wanawake, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya wanawake wengi wanatamani wanaume wengi wanapenda sana tuzungumze mada zao, kwa sababu zinakuwa zinawapa elimu kubwa sana, kuelimisha, kuwaelekeza baadhi ya vitu vingi sana. Na leo tunazungumza dalili za awali za uzazi wa mwanaume kuwa hatarini. Yaani dalili zile za kwanza au dalili za mwanzo za mwanaume kuwa hatarini, kwamba ni zipi? Hii mada ni mada kubwa sana, ni mada ambayo inayosikilizwa na watu wengi, ni mada ambayo inayofuatiliwa na watu wengi sana. Na hii tunakuwa tunazungumza yani wanaume wanakuwa wengi hudhani uzazi wao unakuwa uko sawa bila kujua kwamba kuna vitu ukiviona au kuna dalili ukiziona unakuwa tayari wewe umeingia katika wimbi la changamoto ya uzazi. Sasa moja ya dalili za awali ambazo unapata kuzifuatilia na kuwa nazo manani, yani kuwa nazo kwa ukaribu zaidi, kuchelewa kupata mtoto. Ukiona miezi inapita au miaka inapita bila mafanikio yote licha ya kufanya tendo bila kinga, basi wewe unakuwa unaingia katika dalili za hatari za nguvu za kiume, za hatari zile za kwanza. Sasa wengi wanachelewa kwa sababu ya vitu vingi. Inaweza kuwa ni mabadiliko ya vitu vingi, mabadiliko ya kitu fulani. Kuna vitu utakuwa unaviona, labda uwezo wako unaweza unafanya vizuri, lakini labda mbegu zako haziwezi kutungua mayai vizuri, labda mbegu zako hazina sliding vizuri, mbegu zako zinashindwa kufika kwenye yai vizuri. Kwa hiyo hizo ni dalili za awali za kushindwa, kuchelewa. Dalili za awali za uzazi, yani uzazi wa mwanaume kuingia hatarini. Lakini pia sababu nyingine, mabadiliko ya shahawa, mabadiliko ya mbegu. Wakati mwingine zinaweza kuwa ziko nyepesi sana, zikawa nzito kupita kiasi, au rangi ya kubadilika. Kwa ukiwa unaingia katika changamoto hii, labda unaona leo ziko nzito, kesho unaona ziko nyepesi sana, au zinabadilika au zinapata rangi fulani, wengine zinakuwa nyekundu, kwa sababu labda anakuwa na changamoto kwenye mfumo wake wa mkojo na kupelekea kuchubuka na kupata maumivu na hatimaye kupata damu. Hiyo ni mabadiliko ya shahawa. Kwa hiyo ukiona kuna mabadiliko hayo, basi ujue umeingia katika wimbi la changamoto za hatarini za kwanza, zile za uzazi wa mwanaume. Lakini pia sababu nyingine, kushuka kwa hamu ya tendo. Yani ukiwa unapata hamu alafu inapotea, basi wewe unakuwa tayari umeshaingia katika changamoto ya kupungua kwa hamu ya tendo. Lakini pia mara nyingi hii inahusisha homoni za kiume zinapokuwa zinashuka. Homoni za testosterone zinapokuwa zinashuka mwilini na kupelekea changamoto hiyo kwa mwanaume na kupata changamoto ya kukosa hamu ya tendo la ndoa. Yani unakuwa huisi au feel chochote, au kishikwa huisi chochote, yani unakuwa hauna hisia na huyo mtu au mpenzi wako, mkeo. Lakini pia uchovu wa mara kwa mara. Hata bila kazi nzito mwili huchoka haraka. Yani unaweza pia ukawa hauna kazi nzito, hujajishughulisha labda na kazi nzito zozote, lakini mwili wako unakuwa unachoka haraka, yani unashindwa kufanya vizuri. Ndio wale unakuta wanaitwa Mr. dakika 2. Yani akigusa dakika 2 basi inakuwa tayari. Kwa hiyo tunazungumza pia na mtu kama huyu ambaye anapata uchovu wa mara kwa mara. Hiyo ni changamoto kubwa sana, na inahitaji ufanye mazoezi ya kutosha ili uingie katika nafasi ya kuweza kuwa na uwezo mzuri zaidi. Lakini pia maumivu, au unaweza kupia ni maumivu au uzito kwenye korodani. Sometimes unaweza korodani moja ikawa kubwa, moja ikawa ndogo, hiyo pia ni changamoto. Au sometimes zinakuwa zinahisi joto sana, hiyo pia ni changamoto. Hiyo inaweza kuashiria uzalishaji wako wa mbegu kwamba unakuwa na changamoto. Kwa unaweza ukajikuta mbegu zako zinakuwa hazina mkia, zinashindwa kuslide vizuri, hazina utelezi wa kutosha na kupelekea changamoto hiyo kubwa sana kwenye korodani zako. Lakini
unaweza kuwa unafanya vizuri lakini mimba hazishiki. Kuweza kufanya vizuri sio kipimo cha uzazi. Mbegu zinaweza kuwa chache lakini zinaweza kuwa chache lakini zikafanya vizuri. Mbegu zinaweza kuwa chache na zikawa dhaifu. Mbegu zinaweza kuwa nyingi na zikawa dhaifu. Mbegu zikawa nyingi na hazina mkia, zinashindwa kufika kwenye yai. Sasa ukweli ni kwamba uzazi wa mwanaume hauanzi kuharibika haraka haraka, unaanza kuharibika taratibu. Kwa hiyo ukiwa unapitia hizi changamoto na ukawa unazipotezea, ukasema bwana, mimi ngoja kwanza niache kwanza kidogo, ngoja nisubiri kwanza kidogo, basi unakuwa umejiingiza katika wimbi la kuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu changamoto ya uzazi hai overnight. Yani haiwezi ikawa tu leo umeamka kesho umekuwa nguvu za kiume unakuwa hakuna, haiwezekani. Sasa kizuri ni kwamba katika vitu ambavyo tuvieleza hapa, unaweza ukawa tukakupatia program. Tunazo program ambazo zinakusaidia wewe katika kurekebisha changamoto yako, kuongeza hamu ya tendo, kukufanya uwe na mbegu ziwe bora, lakini kukurudishia zile testosterone zako, zile uwezo wa mbegu zako. Kwa hiyo tunakuwa na hizi pia tunakusaidia vizuri na mtu unakaa vizuri. Tunazo hizo program za matibabu, lakini tuna program za vyakula ambazo unakuwa inaunganishwa pamoja kwenye vyakula, lakini pia tunahusisha pia na mazoezi. Tuna baadhi ya mazoezi tutakuelekeza, unakuwa unayafanya, yanakusaidia kupata matokeo kwa haraka zaidi. Na hii program imewasaidia wanaume wengi sana. Kwa hiyo wewe cha kufanya, unachotakiwa kukifanya ni kusema bwana, mimi nahitaji nipate hiyo program, nahitaji nipate hiyo huduma. Unaweza ukaandika hapo kwenye chini kwenye comment, niunge, tukakuunga kwenye group letu ambalo tunatoa mafunzo mbalimbali. Tutakuwa ukisema mimi niunge kwenye group, anaandika nguvu za kiume, basi moja kwa moja admin wetu watakuedi, au vijana wetu au wenzetu au taasisi yetu itakuunganisha na watu ambao kwenye grupu ambalo linalokuhusu. Kama wewe ni wa kiume utarudiwa kwenye grupu la kiume upate mafunzo ya kiume. Kama wewe ni wa kike utaidiwa kwenye grupu la kike na utapata mafunzo ya kike. Usisite na wala usikae nyuma. Changamoto yako sio aibu tena kama zamani. Changamoto yako inaweza ikatibika, changamoto yako inaweza ikatatulika. Kwa hiyo hujachelewa, bado nafasi ipo. Kwa unaweza ukasubscribe, unaweza ukashare kwa mtu ambaye unatamani afahamu kitu ambacho umekijua siku ya leo, lakini pia unaweza pia uka like na uka comment kwamba kitu gani leo umejifunza na unatamani kesho tujifunze kitu gani kingine kipya. Asante sana, Mungu akubariki. Usisite kufuatilia